إذا كلكم بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لغة اللاد. العبارات والكلمات. العبارات والكلمات. عولمة. تهيأ لكذا. التلوث. غير ممكن. غير ممكن. أشكرك ثانية. أشكرك ثانية. أحاول فقط. أحاول فقط. ألا تنزل من الثمن. ألا تنزل من الثمن. معي شوق شديد. معي شوق شديد. أحتاج أيضا. أحتاج أيضا. عذرا. ترحيب. لا أستطيع ذلك. لا أستطيع ذلك. أريده أيضا. الأمر بيدك. الأمر بيدك. لا أوافق معك. لا أوافق معك. أنا عاشق باللغة. أنا عاشق باللغة العربية. طيب يا جماعة، اليوم إن شاء الله معنا هذه العبارات والكلمات. Kwa leo hii tutakuwa tuna ibara hizo hapo, sentensi fupi pamoja na baadhi ya maneno ambayo bado tuko katika mchakato wa kujifunza lugha ya Kiarabu. طيب كلكم عولمة. أولا معنى كلمة عولمة. Leo tutakuwa tuna maneno kama 15. Mwanzo kabisa tutakuwa tuna neno linaitwa aulama kwa maana utandawazi. Aulamatun, utandawazi. Utandawazi kwa shule tunaita globalization, si ndio Shekombo? Aulama. Kisema alamu, nahnu fi alami alaulama. Nahnu fi alami alaulama. Tuko katika ulimwengu wa utandawazi. Alami ndio ulimwengu, dunia hiyo alami, sio alimi. Hiyo alimi maana nyingine, na hiyo alamu maana nyingine. Alami al-aulama. Al-aulama. Nahnu fi alami al-aulama. Sisi tuko katika ulimwengu wa utandawazi. Mafhumu? Nahnu fi asri al-aulama. Sisi tuko katika zama za utandawazi. Ukisema asri, ukisema fi asrina hadha, katika nyakati zetu hizi, yani muda wetu huu. Asrina, unaweza kusema wallahi fi asrina hadha hadhihi musibatun udma, ni msiba mkubwa. Nahnu fi alami al-aulama. Tayeb, idhan kwa hiyo neno kalimatu aulama linaitwa utandawazi. Ta'atharat al-aulamatu kulla makan ma taraka saghiran wala kabira. Utandawazi umeathiri kila sehemu. Ta'atharat au atharat. Ta'atharat al-aulamatu. Utandawazi umeathiri kulla makan, kila sehemu. La fil aryaf, si maeneo ya shamba, wala almadain, wala mijini. Wengi wa Madina tu madain, si ndio? Taathara kulla makan, umeathiri kila sehemu. Tayari hapo asbahat salihun taliha, mwema kawa mbaya. Mafhumu? Tayeb, كلكم تهيأ لكذا. Maana fi'lu tahayya. Tahayya amejiandaa kufanya jambo, ai tajahaza, amejitayarisha. Tahayya likadha, amejiandaa kwa jambo fulani. Hili kadha, hii lam, hii fi'lu mara nyingi inafuatana na harfu jari al-lam, lakini hapa tumeweka tahayya likadha, kajiandaa kwa jambo fulani. Kadha inakuwa ni katika majina fulani kama ya fumbo. Shay'u kadha, kitu fulani. Tafahamiana hapo? Maana yake unaweza ukaunganisha vile ambavyo unataka kuzungumza. Kwa mfano, tahayya lit-tabakhi, kajiandaa kwa ajili ya mapishi, kupika. Lit-tabakhi. Fahamiana hapo? Tahayya lil-muqabalati, kajiandaa kwa ajili ya interview. Tahayya lil-imtihan, kajiandaa kwa ajili ya nini? Mtihani. Inategemea
Tafahamiana? Fi'lu tahayya amejiandaa. Tayeb, kullukum at-talawuth. Talawuth maana yake uchafuzi. Kwa unataka kusema labda anataka kusema uchafuzi wa ardhi, uchafuzi wa anga, tare, uchafuzi wa pengine labda maji kama zilivyo zile aina kuu tatu za pollution tunaita kule fi jiografia, katika jiografia, si ndio? Talawuth aljawi, uchafuzi wa anga, air pollution, si ndio? Jawi al-ardi au talawuth al-barriya, uchafuzi wa nchi kavu kwa maana ardhi. Talawuth al-maiya, uchafuzi wa maji kwa maana hakala. Talawuth inatokana na fi'lu talawatha, amechafua. Ya talawathu, anachafua. Talawuthu ndo hii hapa masdar. Mafhumu? Mutalawithu, mwenye kuchafua. La nahtaju ila talawuth albi'ati, hatuhitaji uchafuzi wa mazingira. Kwa hiyo kullukum ghayru mumkin. Ghayru mumkin maana yake haiwezekani. Tafahamiana? Wallahi al-yawm ghayru mumkin. Hal yumkinuka an tu'tiyani wahida alf au hal yumkinuka an tu'tiyani wahida milioni? Je, unaweza wewe ukanipa mimi milioni moja? La, ghayru mumkin. Tayari hapo. Au hal hadha al-amr mumkin, ili jambo linawezekana? La, ghayru mumkin. Au laysa mumkin, haiwezekani. Sifahamiana kisa kitu kinawezekana mumkin, ghayru mumkin haiwezekani. Mafhumu? Tayeb, kullukum ashkuruka thaniyatan. ما معنى هذه الجملة؟ ماذا تعني هذه الجملة؟ إنما نشاني سنتس باللغة السواحلية. نعم، أشكرك ثانية. nakushukuru kwa mara ya pili, si ndio? Au nakushukuru tena. Unafahamia? Hata ukisema kwa Kiarabu jitu thania, nimekuja kwa mara ya pili, kwa maana nimekuja tena kwa lugha fupi. Jitu thania au thania, nimekuja kwa mara ya pili. Ashkuruka thania lijuhdika alazim, nakushukuru kwa mara ya pili kwa juhudi yako tukufu kabisa. Hakadha kadha. Tayeb, kullukum uhawilu faqat. Fi'l uhawilu min fi'l hawala, inatokana na kitendo. Maana hiyo hapo ni fi'l mudhari asili, fi'l hawala. Maana hawala jamaa jamil, hawala amejaribu. Yuhawilu anafanya nini hapo? Anajaribu. Amri yake kumwambia mtu jaribu. Hawil, hawil, hawil min jadid, jaribu tena. Hawil an tattasila bil jadid, tattasila bil jadid, jaribu kunikujia tena. Kwa ukisema ni mimi, uhawilu faqat, najaribu tu, ai lastu mutaakida, sina uhakika. Uhawilu faqat, man yuhawil. Kana mwalimu akiuliza nani atakayejaribu, ana uhawilu ya ustaz, najaribu. Inshallah hawil. Tayeb, kullukum ala tanzilu min ath-thaman. Ala tanzilu. Sasa hapo uko mazingira ya dukani, kwa sababu ibara hizi tunazoandika na maneno yanatamas kulla majali hayati al-insani, yatakuwa yanagusa kila nyanja ya maisha ya mwanadamu. Baadhi yao yatagusa maeneo ya kazi, maeneo ya manunuzi, kama hii hapa ala tanzilu min ath-thaman, kwani hushushi bei. Maana yake bei haiwezi kushuka, yani maana yake hupunguzi bei. Mfano kwa dukani umetajua bei ambayo unahisi ghairu munasibi lak, haiendani na wewe, ghairu munasibi lak, maana yake huje iwafiki, ghairu munasib, ghairu munasibi lak, haiendani na wewe bei pengine uliyotajia, si ndio? Sasa unauliza ala tanzilu min ath-thaman, kwani hakiwezi kushuka bei? Yani maana huwezi ukashusha bei ukanipunguzia, maana yake tufahamiana hapo. Sasa hapa pametumika ala. Ala ni miongoni mwa istifhamul manfiya. Kuna istifham, hizi istifhamu hasa ziko aina mbili. Istifham tunasema adawatu istifham, vile vitu vya kuulizia maswali, kwa mfano kaifa, vipi, aina, wapi, kitu kama hizi ziko aina mbili. Kuna istifhamul muthbit, istifhamu ambazo zinathibitisha, likija swali linahitajika jawabu tu. Kwa mfano aina, anta, uko wapi? Mtu anaweza kusema ana fil madina, niko mjini. Ana fi daraja bovu, ana fi mahonda, ana fi shamian, ana fi muambe, ana fi jumbi,
ana fi kizimkazi, ana fi bububa, hakadha. Lakini kuna istifham zikija zinaonyesha kama kukataa, na istifhamul manfi, istifhamu ambazo zinakata ni zile ambazo, hii istifhamu ni zile ambazo ni kitendo cha hii hamza ikishikamana na harfu zinazokataa. Kwa mfano la, laisa, ushaziona hizi ma. Sasa mfano ikitumika ala, ala kwani, ukimwambia mtu ala tadhhabina ila al-urs, mfano mwanamke, kwani huendi harusini? Ala tadhhabina ila al-urs, kwani huendi harusini? Kwa mfano swali unamuuliza mwanamke, si ndio? Kwa hizi ala au zikiungana alaisa ama, hizi ndo zinaitwa, ikisha kwa hii nzima ndio inaitwa istifhamul manfiya. Istifhamul manfiya ni kitendo cha hamzatul istifham, hamza kuungana na herufi ya kukataa. Hii hapa yote inaitwa kama ni istifhamul manfiya, alaisa ama. Sasa hizi kwa nini nimezizungumzia? Kwa sababu zina sheria zake maalumu katika ujibuji wa swali lake. Swali likiulizwa kwa istifhamul manfiya, kama unaamua kukubali jambo, kama unaamua kulikubali jambo, kwa mfano ala tadhhabina ila al-urs, kwani huendi harusini? Tushafahamiana? Basi kama utakuwa unakwenda, unatakiwa useme bala. Tushafahamiana hapo? Yaani istifhamu hizi bala utumie kama itatumika ala au alaisa, ama tushafahamiana utumie nini? Bala, kama unakubali kile kitu kwamba umefanya au utafanya. Tushafahamiana? Lakini kama unakataa, pengine labda huendi harusini, unatakiwa utumie naam. Hapo unaweza kuona tofauti fulani. Tushafahamiana hapo eh? Kwa hiyo kuna kati naam kama ni herufi ya kukata, kuna mazingira. Sasa hii ni kwa sababu ala tadhhabina ila al-urs, kwani huendi harusini. Ukisema tafsiri yake ndio huendi. Au vipi? Ni swali lilivyo kwa Kiswahili. Kwani hujanywa chai wewe? Tafsiri yake hujanywa chai. Au vipi? Sasa hapo maana yake taarib. Lakini kama umekunywa chai utumie taarib hapo. Kwa kina maana hapa ala tadhhabina ila al-urs, kwani huendi harusini. Kama unakwenda bala, lakini kama kweli huendi useme naam, ndio siendi harusini, kwa kujua swali lilivyoulizwa. Tutafahamiana. Kwa naam kuna kati inatumika kama ni kukataa. Au ikitumika alaisa, kwa mfano alasta mudarrisan, kwani wewe sio mwalimu? Kama ndio unatakiwa useme bala, lakini kama sie useme naam, sio mwalimu. Kwa hiyo hata ikija kwenye Qur'ani alaysa Allahu biahkamil hakimin, kwani Mungu hakuwa hakimu zaidi miongoni mwa mahakimu walikuwa adilifu? Sasa ukija ukisema naam, unasema Mungu sio hakimu, na kwa kwenye Qur'ani lazima jawabu itumike bala Kwa mazungumzo ya kawaida inategemea, lakini kwenye Qur'ani, kwa mfano alaysa Allahu bikafin abda, zipo hizo aya hivi, hakuwa Allah ni mwenye kuwatosheleza waja wake. Ukija ukisema naam, ushakufuru, Allah hatoshelezi waja wake, jawabu itakuwa ni bala kwa kwenye Qur'ani. Au kwa mfano alaysa Allahu biqadirin ala an yuhyiya al-mahakadha, kwa hiyo lazima jawabu itabidi tumike bala. Kwa kwenye Qur'ani huwezi ukapinga Mungu kasa naam ndio Mungu hakuwa hakimu adilifu, haiwi. Kwa mazungumzo ya kawaida inategemea. Sawa? Kwa hiyo ilikuwa ni kidogo inshallah tutakuja kuzungumzia kwenye ujitabu wetu. Karibu inshallah tutakuja kuanza hapo ujitabu ukiwa unaitwa al-miftahu ila al-arabia. Tumeziweka hizo istifhamul manfiya na namna ya kujibu swali. Kwa ala tanzil min ath-thaman, hivi hushushi bei, yani hunipunguzii. Sasa kama anataka kupunguzia, anatakiwa aseme bala. Bala anzilu min ath-thaman, tashusha. Lakini kama hata kikupunguzia aseme naam, sikupunguzii. Kwani ushushi bei? Tafsiri yake tayari maana yake sikupunguzia. Kwa hiyo kullukum ma'i shawqun shadidun, ma'i nayo mimi shawqun shadidun, na hamu kubwa. Shawqun hamu shadid tayari. Wallahi ma'i shawqun shadidu liakli ruzi almushakkal, na hamu kubwa ya kula mseke, ndio ma'i shawqun shadidun liru'yatik, na hamu kubwa ya kukuona. Hakadha. Tayeb, kullukum ahtaju aydan. ما معنى هذه الجملة يا جماعة؟ يا طلاب، ما معنى هذه الجملة؟
ahtaju aidan, nahitaji vile vile. Aidan maana yake vile vile, labda mtu mnaongea mazungumzo yenu, kuna jambo fulani pengine ala turidu au hal turidu samaka au hal tahtaju ila kadha, naam ahtaju aidan, nahitaji vile vile tayari hapa jambo fulani. Tayeb, kullukum udhran. Udhra maana yake samahani, udhran ya muallim, samahani. Tayeb, tarhib, tuna neno pia linaloitwa tarhibu, maana yake kukaribisha. Masdar inatokana na kitendo rahaba, amekaribisha. Yurahibu, anakaribisha sehemu. Rahib, karibisha. Tarhib, kufanya nini? Kukaribisha. Uzani wa fa'ala, yufa'ilu, fa'il, taf'il. Mafhum? Tayeb, kullukum la astati'u dhalik. La astati'u dhalika, maana siwezi hivyo. هل تستطيع الذهاب إلى المدينة؟ Je, unaweza kwenda mjini? لا استطيع ذلك, siwezi hivyo. هل تستطيع التكلم باللغة العربية أي التحدث؟ Je, unaweza kuongea lugha ya Kiarabu? لا استطيع ذلك, siwezi hivyo. نعم استطيع. طيب, كلكم أريده أيضا. Uridu, nataka. Hicho kitu pengine vile umeulizwa, vipi kuhusiana na boflo bwana mkato, wallahi uridu aidha, pia ninataka. Tayari uridu inarudi kitu kama kina sifa ya kiume, uridu aidha ndo vile vile. Tufahamiana hapo Tayeb, kullukum al-amru biyadik. Al-amru biyadik maana yake jambo liko kwenye maamuzi yako. Yadi mkono, lakini inamaanisha maamuzi, nguvu. Tufahamiana. Kwa mfano labda kuna mtu anakwambia sasa utaniuzia shilingi ngapi au utanifanyia vipi? Unamwambia al-amru biyadik. Maana gani sasa kwa lugha yetu ya Kiswahili kumwambia mtu utajijua, utajitambua mwenyewe. Al-amru biyadik au al-qararu biyadik, maamuzi ni kwako. Ni tena hainihusu. Al-qararu ndo maamuzi, al-qararu biyadik. Tufahamiana hapo Kama mwanamke biyadik, sawa. Kama wawili biyadikum, al-amru biyadikum, jambo liko kwenu, mtaamua wenyewe mnaotaka. Imma turiduna am la, imma mtataka au hamtaki. Mafhumu? Tayeb, kullukum la uwafiqu ma'ak. La uwafiqu ma'ak kama sikubaliani na wewe. Tafahamiana hapo wafaqa, amekubaliana, asili ya fi'l. Yuwafiqu, wanafanya nini? Wanakubaliana. Wafiqa, kubaliana neni. Tayari hapo muwafaqatun, makubaliana. Muwafaqatun au wifaqu. Wifaqu ina masdari mbili. Fi'lu ikipita mapito ya uzani wa fa'ala, yufa'ilu, fa'il, mufa'alatu, fi'alu. Kwa hiyo wafaqa, muwafaqatu, wifaq, muwafaqa. Tufahamiana hapa Kwa hiyo ukisema la uwafiqu ma'aka, sikubaliana nawe. Kama mwanamke wafiqu ma'aki, abada, sikubaliana nawe. Hal tuwafiqu ma'i, unafikiana na mimi? Maana yake unanisapoti mimi? La. Tayeb, kullukum ana ashiqun bil lugha. Mimi ni ashiki wa lugha. Ashiq, mshabiki, mpenzi wa jambo, si ndio? Inatoka hiyo ni ismul fa'il. Sasa ukisema ana jalis, mimi ni mwenye kukaa kitako, au vipi? Ashiq inatafila ashaqa, amekuwa na mapenzi ya jambo fulani. Tufahamiana hapa Kwa hiyo sasa ukisema ana ashiq, akiwa ni mwanamke, ashiqatu, aongeze ta marbuta, ta hii iliyofungwa kwenye, kwa sababu ni mwanamke. Ana ashiqatun, akijieleza hadha lilmuannath, hii ni kwa mwanamke, si ndio? Wa indama natahaddath fi almudhakkar, tukizungumzia kwa upande wa kiume, ashiqun idha kana muannathan naqulu ashiqatan, ashiqun, ashiqatun. Ikiwa mwanamke unasema bil lugha, mimi ni mpenzi wa lugha. Tayari, na ndio maana kuna kitu unaweza kusoma katika vitabu vya tiba, wakati wanapozungumza ilmu kuhusiana na majini, ukija ukikuta jinnu ashiq. Ukikuta jinnu ashiq, sipate tabuni jin mahaba. Jinnu subyan, jinnu ashiq, jinnu amir al-bayt, hakadha.
طيب وإنما أنا عاشق باللغة العربية. طيب نعم يا شيخ ناصر، أنت عاشق باللغة الفرنسية؟ لا إن شاء الله. يا عبد الله، أنت عاشق باللغة الصينية؟ wewe ni mpenzi wa lugha ya Kichina؟ لا. طيب يا شيخ كومبو، أنت عاشق باللغة البرتغالية؟ نعم. أنت je wewe anta ashiqun, je wewe ni mshabiki kwa maana ni mpenzi, anta ashiqun bilugha alburtughaliya, lugha ya Kireno Burtughaliya Ureno. Tayari hapo tayari hapo. Anta ashiqun billughati البرتغالية، وين مشابه في اللغة الكريمة؟ لا، لست عاشقا، سير مشابه. نعم أنا عاشق بها، أنا عاشق بها. unaweza kutumia hivyo, أنا عاشق ile ba ile biha, kwa hiyo lugha inarudi kwenye biha. Mafhumu? طيب. kwa hizo ni ibara takriban 15. Da'ni an ulakhisa bitalkhis basir. Acha tuweze kupisha kwa kupisha mwepesi kabisa. kadhalika